Kijana mmoja alikusema, we, Mungu hawezi kutuchoma watu wote sisi. Mimi siku nikienda jehanamu, walevi tutakunywa pombe, tutaikojolea jehanamu mkojo, itazima. Wale Mbarikiwa, kwa nini msiwaite nyinyi? Kwa nini usiwapatanishe wewe? Kwa mujibu wa neno la Mungu, njia bora ya kupatanisha watu ni aliyefanya baya kumkemea aache ule ubaya. Uone huyu mwingine kama naye ana baya, kemea lile baya. Mara nyingi watu hupatana wenyewe, kinachowakosanyisha watu ni mabaya. Tufanye ili kuwapatanisha watu na Mungu. Huwa tunafanyaje kumpatanisha mtu na Mungu? Inakuwaje? Sio unamwambia mtu mabaya yanayomfarakanisha. Biblia inasema uovu wenu ndio unaofarakanisha na Mungu, na Mungu ni watu. Mathayo 5:9 imeandikwa kusema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Swali ni, hawa wapatanishi ni hata wale wanaoweza kupatanisha malaya waende kuzini? Yaani wale viunganishi wanaweza kuunganisha malaya huyu na huyu waende kuzini, hao ni wapatanishi. Wapatanishi ni heri, ili andiko lina maana hata wale wanaweza kupatanisha wauaji kwenye lengo walilonalo, mpango walionao, kwa sababu upatanishi ni kuunganisha mawazo ili yaende pamoja. Hata wanaweza kuwaunganisha wauaji ili wawe na nguvu zaidi za kwenda kuua. Hao wamelengwa kwenye andiko hili kwamba ni heri wapatanishi, maana watakuwa wana wa Mungu. Nataka kujibu ili ambalo wanadamu ambao kwa vyote vile mumeloa damu, mejaa damu vichwani mwenu, damu za mauaji ambazo wapendwa wenu wanazifanya kwa ajili ya kile mnachodhani mnanufaika. Wanadamu mmejaa damu vichwani mwenu. Naomba mwelewe, mimi nimesema upatanisho aliofanya Chalamila ni feki kwa 100%. Nimetaja vigezo kadha wa kadha. Nadhani wengi kwa kigezo tu kimoja kile cha kwamba Chalamila sio mtumishi wa Mungu, na kama Upendo na Martha mnasema ni watumishi wa Mungu, basi wa kuwapatanisha hakuwa Chalamila, kwa sababu Chalamila kakiri kuua watu. Ni mnufaika wa utawala unaomwaga damu. Sasa hoja ya wamepatana leo, wanadamu msikia, kukutanisha watu sio kupatanisha watu. Kupatana sio hivyo. Hebu kwanza nibaki hapa, wamepatana nini? Kufanya nini? Walikuwa wanafanya nini ambacho ndo kiliharibika, kiliathirika kwa sababu wamekosana? Mimi nachofahamu, kazi wanayofanya wanaoitwa waimbaji wa nyimbo za Injili, wanafanya kazi za kutunga nyimbo zinazowafurahisha, zinazotuliza mioyo ya wauaji, zinazowapa nguvu zaidi wauaji, kwamba hivyo mnavyoua mnafanya kazi nzuri, hivyo mnavyopola mali ya umma, hivyo mnavyoumiza watu, mnafanya kazi nzuri. Ayushua upatanisho waliopatanishwa, kuanzia mpatanishaji na wanaoonekana kupatanishwa, ayushua huo ni upatanisho ambao Biblia inamaanisha hapa. Narudia hilo swali unielewe. Wanapatana waende kufanya nini? Hao mnaowaita waimbaji wa nyimbo za Injili wanaimba nini? Injili ni hiyo. Injili
ni jambo kubwa. Moja, Injili ni habari njema inayokanusha habari mbaya, iliyo kinyume cha habari mbaya. Injili ni kitu ambacho mtu aliyefanya mabaya anatakiwa kuambiwa umefanya mabaya 1, 2, 3. Fanya mema kwa sura 1, 2, 3. Injili ni kitu cha kuwakilisha wanaolia na wanakolia, na kichofanya wawe wanalia, ili kuambia waliosababisha wawe wanalia waache kuwafanya wale watu wale watu wasio wanalia, wasifanye kile ambacho kinafanya watu wale wao wanalia, na yule aliyefanya kinachotakiwa kulipwa kwa sababu ya ubaya ule, waambiwe kwamba kwa kitendo hiki, kwa mfano auaye kwa upanga anatakiwa kufa kwa huo. Ukisema hawa watu wamepatanishwa kwenda kuhubiri Injili, Injili ni hiyo. Hiki kingine ni wamepatanishwa ili kwenda kufanya na kuendeleza kazi ya uchawa. Na pengine yani mkishaona kama hivyo, upendo anachangiwa, mnaishi baraka. Jamani, machawa wanachangiana shughuli za uuaji na utesaji wa watu. Hizi hujaona wakati fulani CCM wamefanya makusanyo fulani na harambee fulani, wamechangiwa sana. Kwa hiyo CCM walienda kumtumikia Mungu. Tarehe 29 nadhani wametumia pesa zile zilizochangiwa na wafanyabiashara na zingine nyingi za uporaji kuua ndugu zetu kwa sura kama ile, kabla ya tarehe 29, baada ya tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa kuwa wamechangiwa hivyo, ni baraka. Wanadamu bwana, nadhani mnaishi umoja wa waliopotoka una kitisho juu ya haki, na hisi ndo mnachoishi. Yaani mkiona mliopotoka na kuharibika akili ni wengi, mnaishi kijana mmoja hii kusema, we, Mungu hawezi kutuchoma watu wote sisi. Mimi siku nikienda jehanamu, walevi tutakunywa pombe, tutaikojolea jehanamu mkojo, itazima. Nadhani ndio kitu ambacho mnajipa moyo wanadamu. Nadhani ndio mnachojipa moyo kwamba hatuwezi tukapotea wote sisi alafu tukaja kupata madhara. Na mnaona ni ushindi sana. Pengine akina sisi kuwa kwenye trouble, kuwa kwenye mateso, kuwa kwenye maumivu, mmeyataka. Ulioyataka wewe ni makubwa, ni mabaya kuliko hayo unayodhani tumeyataka. Hebu turudi kuchambua kinachoitwa msamaha, kupatana. Watu wakipatana kwa mujibu wa Biblia wanatakiwa waainishe walichokosana. Sasa kwa mfano, Upendo alisema Martha alimwambia kwamba nitakupoteza. Anapotubu anasema hilo ni la kweli, alisema, lakini anisamehe. Akusamehe nini? Kuweka wazi hatari na baya ambalo alitakiwa kufanya mtu ni kosa. Akusamehe, ila angekuua. Yesu alipokuwa anaweka wazi kwamba mnapanga kunioa, wanapanga kunioa, alikuwa na kosa. Walipokuwa wanasema nani anakuua, ibidi hao natubu kwamba jamani, munisamehe. Nataka tu nikuulize, hawa unaowaita waimba Injili wanachukua slogan ya maisha hayo, wanaichukua kwa nani? Akili yako inakwambia kutubu wakati hujakosea, ndo mlivyofundishana. Munaambiwa ni unyenyekevu, ni kushuka. Niamini mimi, ni kuipoteza jamii. Niamini mimi, ni kutojulikana haki ni nini. Hakuna ubaya utakaoondoka kwenye jamii kama hautasemwa, kama hautaainishwa. Sasa ikifika mara kila ukisema mbaya
mbaya anasema nithibitishie, utanithibitishia mahakamani. Unaanza kusema unisamehe, na mimi napenda kuishi. Yesu anasema, Paulo anasema kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Lakini huyu yuko tayari kusema hicho nilichosema ni kweli, lakini ansamehe. Wanachukua kwa nani? Yesu alipoulizwa, wewe ndiye mwana wa Mungu, alisema wewe asema, wewe ndiye uliyesema hiki na hiki. Ndiyo, mimi ndio niliyesema. Wanahubiri injili ya nani hawa? Wanahubiri injili ya nani hiyo mnayosema injili? Wamepatanishwa. Mimi nimesomea maandiko kwamba Chalamila ana hadhi ya kuwapatanisha. Nimesoma Efeso, Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 1 mpaka wa 9 pale. Sasa jambo la pili kwenye kupatana, hakuna anayesema kosa, mimi kweli nimekosea hili na hili, yameisha, wewe ni baraka. Chalamila, wewe ni baraka. Nini yameisha? Wewe Pendo, wewe ni lango. Martha, wewe ni samehe tu. Yameisha. Jambo la tatu, pana mtu anaitwa Joan pale, ambaye ameonekana ndiye tatizo kwa namna mbalimbali linalopelekea Martha awe tatizo kwa mama yake, ambao ndio sosi ya mgogoro wa Pendo na Martha. Alafu huyo habari hiyo ya Joan haizungumzwi kabisa. Ukitoka hapo unakuja kukuta kwamba tatizo lipo kwa Martha, kutokuelewana na mama yake, ambaye wakati mwingine imeonekana mekiri sio mama yake. Hawa wamemfanyia kwa namna ambayo unaona kabisa hakuna kosa ambalo linastahili mama yako mfanyie hivyo, na watu wanahisi kwamba itakuwa ni kama kuna maagano, mapatano fulani na Joan ambayo yanalazimisha Martha asiwe pamoja na familia yake. Martha hajatoa sababu zozote. Mapatano ni kuhakikisha jamii hizi hazitakuwa zikiumizana, hakuna mtu atakayekuwa akiumia. Mnahitaji mapatano hayo nyewe. Nimalize kwa kuambia wale Mbarikiwa, kwa nini msiwaite nyie? Kwa nini usiwapatanishe wewe? Kwa mujibu wa neno la Mungu, njia bora ya kupatanisha watu ni aliyefanya baya kumkemea aache ule ubaya, yeye akijua ule ubaya ameacha, hata ufanya tena, aliufanya hata ufanya, aungame. Ndipo uone huyu mwingine kama naye ana baya, kemea lile baya. Mara nyingi watu hupatana wenyewe, kinachowakosanyisha watu ni mabaya. Tufanye ili kuwapatanisha watu na Mungu. Huwa tunafanyaje kumpatanisha mtu na Mungu? Inakuwaje? Sio unamwambia mtu mabaya yanayomfarakanisha. Biblia inasema uovu wenu ndio unaofarakanisha na Mungu, na Mungu ni watu. Kupatanisha kuliko kuzuri ni unamkemea anayefanya uovu aache uovu, automatically atapatana na aliyekuwa anamfanyia uovu. Hakuna kupatanisha kwa kuwagonganisha tu watu vichwa hivi, nini wamepatana, nini wameshikana mkono, nini wamekumbatiana, kwa hiyo wameshapatana, wakati yanayoonekana walipanga, walisemeana, wanafanya yenyewe hayagusiwi, kwamba mimi nilifanya hili na hili na hili, sasa natubia, sitafanya tena, na niliharibu 1 2 3, nina repress kwa kufanya 1 2 3. Naomba mwelewe,
Akina sisi wengine, hiyo njia tuliyokuwa tunafanya ndio ilikuwa njia ya upatanishi ulio bora, huo wa kichalamila, wa kichawa, wa kuunganisha vichwa ili vikafanye kazi ya uchawa, kazi ya kusifia na kuimba tunyimbo twa kusuza mioyo ya wauaji, ili wapate nguvu, ili wajue kabisa hii tunayofanya ni kazi nzuri. Sipiganagi mwenyewe mimi, nifundishe kunyamaza kwa sababu tayari nimeshaua, nimeshaharibu, pengine na sagana huku, naiba huku, na pora huku, nifundishe kunyamaza, acha waongege. Kupatanisha kwa kuwafanya watu hawa waende kuimba vinyimbo vya aina hiyo, kusifia wauaji, kuwa kinyume cha watu wema. Haya, mimi wanasemaga acha inyeshe tuone patakapovuja. Kwa sasa akina Mbarikiwa sisi waongo, tuna wivu, lakini acha inyeshe tutaona patakapovuja. Asante, naongela kwa uliyenisikiliza.